Kwa upande wetu sisi kama wachezaji, maandalizi yamekamilika, yako vizuri, kila mchezaji ana focus na anajua umuhimu wa mechi ya kesho. Tunahitaji kuwa sehemu ya historia kubwa katika klabu yetu ya Yanga Afrika na Tanzania na Afrika kwa ujumla. Tunaamini kesho ni mchezo mgumu, lakini tumejiandaa vizuri kuhakikisha mchezo kesho tunashinda, na pia maandalizi yote tumekamilika. Asante. Naitwa Athman Kinyango kutoka TBC. Metacha umekiri wazi umuhimu wa mchezo huu, lakini kwenye mchezo uliopita matokeo hayakupatikana isipokuwa nafasi ya kufuzu. Nini mnazungumza kama wachezaji kuelekea mchezo huu? Asante. Sisi kama wachezaji tunazungumza mechi kesho ni lazima tupate matokeo katika uwanja wa nyumbani ili tupe confidence ya kwenda kupata matokeo mechi inayofuata. Ni hilo tu. Kwa majina naitwa Sostenes Munguru, natoka GNT Online TV. Metacha, mwisho wa yote wachezaji ndio watu ambao mnabeba jukumu la dakika 90 kuelekea game ya kesho. Kama wachezaji, kwanza baada ya mazoezi na kukaa kwenye vikundi vyenu, nyinyi kama wachezaji mnazungumza nini? Lakini pili, mna ujumbe gani kuambia Watanzania ambao wanatamani kuona timu ya Tanzania na kufuzu finali ya shirikisho? Hilo swali la kwanza nishajibu. Hilo la pili, natamani Tanzania iwe sehemu ya historia katika mashindano haya. Tunaamini sisi wachezaji na mchezaji mmoja anatamani kuwa sehemu ya historia. Kwa hiyo tunapoongea na discuss ni swala la kesho kwenda kupata matokeo, kuhakikisha tunafuzu kwenda finali. Cosmas kutoka Sauti Kuu TV. Metacha, nyinyi Yanga ama wachezaji kwa ujumla mmekuwa bora sana kwenye mechi za ugenini na mechi pia za nyumbani, na wapinzani wenu Marumo Gallants nao pia mmekuwa bora kwenye mechi za ugenini na mechi pia za nyumbani. Wanaleta pressure kubwa sana katika lango la mpinzani pale ambapo wanapokuwa wanahitaji zaidi kupata matokeo. Nyinyi kama wachezaji, namna gani ambapo mmejipanga kuhakikisha kabisa mnawazuia Marumo Gallants wasitengeneze nafasi nyingi katika lango lenu na nyinyi uweze kutumia faida hiyo kuweza kupata matokeo kesho? Kwa hilo swali, ni kweli ni wazuri jamaa na wako vizuri sana tu, lakini na sisi pia tumeangalia video zao, tumekaa chini kuwasoma, tutahakikisha walimu tumewao walioleta tutawafanyia kazi, tutakuwa na discipline iliyokuwa bora kuhakikisha kuwazuia na sisi kupata matokeo. Okay, question here. Wale kutoka Jembe Sports. Metacha, kuelekea katika mchezo huu, kauli mbiu imekuja na our team our time. Ni timu yenu na muda wenu. Kocha amekiri kuomba mashabiki waje kushangilia kwa dakika zote 90. Inaongeza kitu gani nyinyi wachezaji kuelekea kwenye our team our time? Asante. Kwa sisi inatupa morali, inafanya tuwe focus zaidi, kwa sababu wanapokuja kushangilia na kutupa morali. Kwa hiyo inazidi kutupa morali mara mbili kuhakikisha tunafanya vizuri na kuwapa furaha ili tuende mbele. Okay, any more questions for the player, Metacha? Yes, naitwa Nixon Ball kutoka Ayoma TV. Binafsi kwanza hongera Metacha kwa hapa ambapo timu imefikia, lakini kwa hatua mliopo hivi sasa tunafahamu ni historia ambayo imeshaitengeneza na tayari iko kwenye historia.
Ni pressure, ni uoga ambao unao sasa hivi, au hali ya kujiamini zaidi unayo kwa hivi sasa kulingana na historia mlioiweka na hapa ambapo mko sasa hivi? Tunafahamu nusu fainali ni hatua kubwa na ni kwa mara yenu ya kwanza. Ninyi wote binafsi mwaongezea uoga au hali ya kujiamini zaidi kuelekea kwenye hatua zinazofuata? Sisi sio ni uoga, inazidi kutupa confidence ya kuzidi kufanya vizuri kadri tunavyozidi kwenda, na imani kila mpinzani tunakutana naye ni mgumu katika hatua inayokuja. Kwa hiyo naamini inazidi kutupa confidence, inazidi kutuimarisha kwa bora zaidi na kwa bora zaidi. Kwa hiyo na imani. Okay, can we have the final question for the player? Naitwa Sharifu Bayona. Tunafahamu kwamba matarajio ya mashabiki wengi na Watanzania kiujumla ni kuwaona kwamba klabu ya Yanga kesho mnaibuka na ushindi. Hilo ni matarajio ya kila mtu. Sasa mmejiandaa vipi kukabiliana na pressure ya kama ikitokea uwanjani kwamba matarajio yakawa tofauti na wengi wanavyofikiri? Hiyo pressure mmejiandaa vipi kukabiliana nayo? Sa question était de dire, ok, vous vous préparez pour jouer les matchs de demain. Ok, le souhait de tout le monde est de vous voir gagner les matchs. Tanzania. Marumo Gallants wamekuwa bora sana kwenye michuano ya CAF tofauti na kwenye ligi. Tahadhari zipi ambazo umezichukua kuhakikisha kabisa kesho ushindi unabaki katika ardhi ya Tanzania? Demain tu pars jouer avec l'équipe de l'Afrique du Sud. Vous êtes le seul représentant qui reste à la compétition africaine de la part de la Tanzanie. Cette équipe que vous allez jouer avec, ça a bien fait dans les phases de groupe à la Confédération, même s'ils ne sont pas bons dans leur championnat. Comment vous vous préparez pour jouer avec une équipe pareille? Une observation s'impose qu'il faudrait apporter de l'éloge et du respect envers cette équipe de Gallants. Pourquoi? Parce que d'abord son classement au niveau local ne correspond pas vraiment à ses vraies qualités. Elle a deux visages, peut-être un visage dans le classement et un autre visage sur le plan continental. C'est une équipe qui a beaucoup de choses à devoir faire. N'oublions pas qu'elle vient de sortir un grand club d'Afrique, à savoir Pyramids, avec un grand potentiel. Elle arrive à marquer partout lorsqu'elle se déplace. Donc c'est une équipe, un gros morceau, et le fait qu'ils ont des difficultés au classement, ça ne veut pas dire qu'ils sont au contraire, il faudrait faire très attention à ce niveau-là. La deuxième partie de question, je vais la répondre. Kwanza niwapongeze Malumu, ni timu nzuri, ijapokuwa kwenye ligi yao hawafanyi vizuri, lakini kwenye haya mashindano wanafanya vizuri, na pia katika mechi zote ambazo walicheza walipata magoli, na wametoa timu kubwa ambao ni Pyramid kwenye haya mashindano. So ina maana sio timu ya kubeza, ni timu kubwa ambayo inabidi kucheza nao kimakini na kuwa makini unapokutana nao, sio kusema kama sababu kwenye ligi yao wako nafasi sijui ya ngapi ndio inaweza kusababisha kusema kama ni timu ya kawaida. Sio timu ya kawaida, ni timu nzuri na tunajiandaa kutokana na jinsi bora hiyo timu ilipo. Le rapport de force entre les deux équipes il est équilibré. Nous savons que dans les demi-finales et dans ce genre d'étape de qualification,
La qualification se joue en 2 temps, c'est-à-dire en aller-retour. Elle ne se joue pas sur un seul match, elle se joue sur 2 matchs. Et ça voudrait tout dire sur le plan de la gestion de ces 2 matchs, de stratégie et tout ça, ça voudrait tout dire. Je sais que les fans ici, pour eux, ils ont raison, ils veulent... La normalité, elle dit que vous jouez chez vous, vous ne devez pas recevoir et vous devez marquer le maximum. Je suis tout à fait d'accord. Mais le problème, c'est que l'adversaire aussi voudrait la même chose. Et c'est ça la réalité. Que vos ambitions sont les mêmes que celles de l'adversaire. Raison pour laquelle il faut être réaliste. Il faut vraiment tenir compte de points forts et de points faibles d'adversaire et ne pas aller vraiment pour attaquer, laisser des espaces et tout ça pour l'adversaire. C'est ce qu'il faut vraiment éviter de faire. Il faut vraiment gérer le match avec beaucoup d'intelligence. Mechi ambayo tunaenda kukutana nayo ni mechi ngumu, sababu ni timu bora, ndio maana wamefika kwenye nusu fainali. Wasingekuwa bora wasingefika kwenye nusu fainali. Sio timu ya kubeza, sababu mara nyingi huwa mashabiki wao wanaona sababu tunacheza nyumbani, ina maana wale kuwafunga ni rahisi. Kwa nini wale wapate goli, au kwa nini nyinyi msipate magoli mengi, au kwa nini mdraw? Mechi hii ambayo tunaenda kucheza, ambayo ina mikondo miwili, kuna ugenini na nyumbani, haiwezi kaisha kwa mkondo mmoja, lazima mikondo yote miwili. Ni mechi ambayo inabidi kutumia umakini zaidi, sababu namna wewe unajiandaa na kujipanga kupambana na mpinzani wako, na yeye pia hivyo ndo anajipanga kupambana na wewe. Ni mechi ambayo inahitaji akili ya hali ya juu, kujua kumsoma mpinzani wako wapi kwenye mapungufu yake, ili mchukue advantage kwa hayo mapungufu. Sio mechi ya kusema tu inabidi kushambulia tu, sababu mnaweza mkawa mnashambulia huko, katika kushambulia na wao wanapata nafasi ya labda ya counter attack, wanapata nafasi ya kupenyeza njia kwenye mipira kwenye njia, yanakuwa mengine. So ni mechi ambayo inabidi kutumia akili ya hali ya juu, concentration ya hali ya juu, ili kujua namna ya kuicheza. Questions or the coach? Here. Your name and the media house. Naitwa Mzuri kutokea Jembe Sports. Coach, kuelekea mchezo wa kesho, kuna wachezaji wanaweza kukosekana kwa injury na matatizo binafsi? Pour le match de demain, est-ce qu'il y aura des joueurs absents qui ne seront pas là à cause des problèmes de santé ou des problèmes individuels? Sont aptes à jouer. On dirait nous sommes dans un aérogare de Aéroport et Amérique. Je dirais que presque tous les joueurs sont aptes à jouer. Peut-être Joma qui ne s'est pas entraîné hier, il avait un petit peu de grippe. Oui, tous les autres joueurs sont aptes à jouer. Bon, il y a toujours des joueurs qui sont en ce moment-là en forme, d'autres qui ne sont pas en forme. À part ça, à part Joma qui a une grippe, espérons qu'il va aujourd'hui sera mieux. Tout le reste, ça va. Wachezaji wote wanaotimama kucheza mechi ya kesho wako tayari, isipokuwa tu Juma ndo ambaye hakufanya mazoezi ya jana na tatizo ya mafua, lakini wengine wote wako tayari, isipokuwa kuna wengine fomu iko juu, wengine fomu iko chini, ni kawaida kwenye mpira, lakini wote wako tayari kucheza mechi ya kesho.